Mna magari 8 ya functions mbalimbali. Kuna magari ya administration, sijui magari ya site, na haya nimeyapenda zaidi. Nimeuliza nikaambiwa mnayo ya aina hii yenye crane magari kama 3 sasa hivi. Uwezo wa kubeba ni kama tani 2.5, kama hivyo, tani 3 si 2.5. Haya mmeongezewa mawili yenye capacity ya kubeba mpaka tani 5, lakini pia atasaidia kwenye ile mabadiliko ya kutoka kwenye nguzo za miti kwenda kwenye nguzo za simenti. Kwa ndugu zanguni, uwekezaji huu sio uwekezaji wa urembo, ni uwekezaji ambao unalenga kuwafanya nyinyi mtekeleze majukumu yenu kwa ufanisi mkubwa zaidi. Naomba muamke na hilo. Kwa tunaulizana pale, kuna watu unajua wakiamka asubuhi lengo lake la maisha ni kufika ofisini. Lengo la pili ni kumaliza saa 9:30. Kwamba hapa katikati pana utekelezaji wa kitu gani atafanya, hii doesn't matter. Almradi alifika saa 1:30 ametoka saa 10. Mimi nawaomba TANESCO, lengo liwe ni pale katikati tumefanya nini kulifanya shirika letu liwe kubwa na bora zaidi. Na bado nafasi ya TANESCO kupanuka na kuifanya iwe ni shirika kubwa sana Tanzania bado iko kubwa, nafasi hiyo bado iko kubwa sana. Why? Kwa sababu wa Tanzanians tumefika sehemu sasa tuna identify na huduma ya umeme kama sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Miaka 30 iliyopita umeme ulikuwa sort of anasa fulani, lakini sasa hivi it is a requirement of life, na nyinyi ndio mtakaotupatia huduma hiyo. Na hii ndio namna bora ya kuongeza ufanisi. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba nimepata nafasi ya kushiriki na nyinyi, ni wakabidhi magari haya kwa fikra ya kwamba itasaidia, kwa uelewa wa kwamba inaenda kuongeza ufanisi na utekelezaji wa majukumu yenu. Naomba nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Uwekezaji ambao Mheshimiwa Rais amefanya ndani ya shirika la TANESCO ni uwekezaji mkubwa sana. Naomba nisisitize hapa, nimemuuliza hawa mabwana, magari yote haya mliopewa nyinyi hapa thamani yake ni bilioni 1 na milioni 800. That is a lot of money. Kwamba mtu hapewi asichostahili. Kwa hiyo kama mmeona mmepewa hivyo vyombo, hiyo peke yake ni kutambua kwamba mnafanya kazi ambayo inawafanya mnahitaji kupewa nguvu ya ziada ili kuongeza ufanisi wenu. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba kazi yenu itapunguza malalamiko kwa wananchi. Gari hizi zitasababisha kuongeza haraka katika utoaji wa huduma, lakini pia mtatengeneza mapato ya nyongeza makubwa sana kwa TANESCO. Tunafanya kazi kubwa. Na how do I know? Najua kwa sababu kiwango cha malalamiko nayopokea mimi kama mkuu wa mkoa kwa huduma yenu imepungua sana. Asanteni sana. Ndio nakwambia mimi nakujueni sana. Hata nyinyi msipojipitisha kwangu mimi napata malalamiko yenu. Sasa lazima tuendane na nyakati hizi, na hii tunayofanya leo ni ishara ya kwamba tunakwenda mbali sana. Haya mambo wakati huo nadiriki kusema sijui kama uwekezaji huu ungekuwa uwekezaji wa TANESCO nzima. Leo uwekezaji huu zaidi ya bilioni 1 na karibu milioni 700-800, bilioni 1 milioni 700-800 kwa ajili ya mkoa mmoja wa Morogoro Kaskazini. Hii ni kazi kubwa sana sana sana, na ni jambo ambalo la kujipongeza sana sana sana. Kama mnakata umeme kwa mahitaji
ya kurekebisha line au kadhalika nini, kwa kweli huwa mnatuambia mapema. Hapo namna mnavyotuambia wengine wanakuwa bado hawajaifahamu. Kwa hiyo kwenye public relations function yenu naomba sana mboreke hapo. Punguzeni hii malalamiko. Mkijua kwamba Jumamosi au Jumapili tutata umeme masaa, waambieni watu kwa nguvu. Kwenye radio hao waandishi wana namna nyingi ya kusikika hawa waandishi. Watapiga kwenye social media, kwenye nini. Msiruhusu watu akashinda akasema leo nilikuwa sijui umeme umekatika. Mimi nadhani that is one thing ambayo tufanye kwa karibu zaidi. Jambo moja ambalo nawashukuru kwa Morogoro sana ni kwamba umeme ukikatika, taarifa ninazopewa mimi, na mimi napata taarifa nyingi, hakuna kinachompita mkuu wa mkoa, huwa hamchelewi kufika kwenye matukio. Hilo ni jambo kubwa sana sana sana. Hata ikitokea jambo la saa 7 usiku nitaambiwa, lakini jamaa wanapambana huko, sijui wako sehemu fulani, sijui nini. Ikifika saa 8:30 mpaka saa 9, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutakuwa tumeondokana na hili tatizo. Na kweli sasa hizi tuna zaidi ya miradi 400 mkoa wa Morogoro Kaskazini ambayo inaendelea. Kwa hiyo kwa vyombo hivi tunaamini kwamba utendaji wetu unaenda kuwa wa kasi zaidi na wa kupunguza muda wa kuwafikia wateja wetu na pia kuongeza miundombinu kwa kasi zaidi. Sisi tuko bega kwa bega pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano kuhakikisha kwamba wateja wote wanafikiwa na umeme ifikapo 2030. Na kasi ndio hii imeanza, na sisi kama wafanyakazi wa TANESCO tuko tayari kukimbia mbio hizi. Tumepokea magari 8 na bajaji 5 pamoja na pikipiki 2 kutoka katika shirika letu la umeme Tanzania mkoa wa Morogoro, ambalo ni la ongezeko la 3.2 kwenye fleet yetu. Tunashukuru sana kwa jitihada zote za serikali na taasisi yetu. Pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna changamoto kubwa sana ya vyombo vya moto katika mkoa wetu, ambayo inachangiwa hasa zaidi na hali ya jiografia ya mkoa wa Morogoro, yani miundombinu ya barabara, vile vile uchache na uchakavu wa vyombo vya moto ambao unapelekea matengenezo ya kujirudia na yenye gharama kubwa, lakini vile vile mazingira au mpanuko wa huduma ya usambazaji umeme katika mkoa wetu inavyozidi kukua, inapelekea uhitaji mkubwa wa vyombo vya moto ili kuweka tija na ufanisi zaidi katika kazi yetu.